Ukisikia ile kauli ya kipato huleta majivuno, basi Nana Dolls anatuthibitishia kauli hii. Hakika wahenga walikuwa ni wakweli. Sasa baada ya mashabiki kutoa mapovu yao kwenye akaunti na Instagram page ya Nana Dolls, na mwisho wa siku pia Nana Dolls akaamua kuwajibu wale wanaomdiscredit na kumdharau kwamba maneno aliyoyazungumza baada ya kufanya interview kwamba eti kwa level aliyofikia hivi sasa, kwa sababu amekuwa na uwezo wa kumiliki range yake, anamiliki mjengo mkali, lakini pia ana uwezo wa kuingiza milioni 5 kwa mwezi, basi anakwambia eti hawezi kutembea na mwanaume ambaye anapokea mshahara kwa mwezi yani ni milioni 1. I say bonge moja la dharau, yani timizi kwamba amesahau alikotoka, na ina maana kwamba yeye kiuhalisia kwa hivi sasa hayuko tayari kuwa na mwanaume kwa sababu ya malengo, bali yeye anachokiangalia ni mkwanja tu, yani sasampa. So nafikiri kabla ya kuzungumza hakufikiria nini anachokimaanisha, kwa sababu tayari hata mwisho wa siku kama kulikuwa na mwanaume ambaye anataka kuweka malengo na yeye, lakini baada ya kusikia kauli kama hii itimizi kwamba yani hata kama kuna mwanaume ambaye alikuwa na uwezo wa kupokea milioni 3 kwa mwezi, milioni 2, anahisi kabisa kwamba huyu mwanamke hata kama nikiwa naye ikifikia hatua akanipita kipato na akawa na uwezo wa kuingiza hata milioni 10 kwa mwezi, maana yake ataendelea kumdharau. Na ni moja kwa moja kwamba siku zote kumekuwa na kundi kubwa la wanawake wanapokuwa na pesa, yani mwanamke akishakuwa na uwezo wa kujinunulia gari, wa kununua nyumba, lakini pia na kumiliki biashara zake, kuna kijidharau huaga kinakuja automatically. Lakini kwa Nana Dolls imekuwa ni too much. Yani tunajua na tunaelewa kwamba wanawake wakiwa na hela kidogo sometimes kuna kama dharau fulani hivi, ni mwanamke akikuzidi kipato kidogo kama haijakaa sawa. Lakini hebu tuangalie mbona kwa Nandy na Billnass ni tofauti. Nandy ana hela kumshinda Billnass, huu ni ukweli, lakini hatujawahi kusikia jambo lolote ambalo limefanya wadharauliane ama washindwe kuishi pamoja kwa sababu labda Nandy anaingiza pesa nyingi kumshinda Billnass. Lakini tugeuze kwa upande wa dada yetu, kwa nini amefikia hatua ya kuwadharau wanaume na kusema kwamba hawezi kudate na mwanaume ambaye anapokea mshahara kwa mwezi milioni 1? Ni dharau na ni one of the disrespect ambayo Nana Dolls tulimheshimu, tulimpenda, lakini pia hatukutegemea kwamba ana uwezo wa kuongea kauli kama hiyo. So hata mashabiki mimi naona kureact vibaya na kumtukana kwenye peji yake, sidhani kama labda watakuwa wanakosea, kwa sababu wameona ni kama dharau. Of course yani alikotokea amesahau, labda kwa sababu leo hii amejipata ndo anaanza kuzungumza maneno kama haya. Kwa nini asizungumze kipindi ambacho alikuwa anajitafuta? Na hisi kwamba kipindi ambacho Nana Dolls angekuwa anajitafuta alafu akasema kwamba yeye kipindi ambacho anajitafuta hawezi kutembea na mwanaume ambaye anapokea milioni 1 kwa mwezi, nafikiri tungemuelewa. Lakini baada ya kujipata, baada ya kuziona pesa na uwezo wa kuzimiliki kama hivi, ananunua gari na ana range yake ambayo of course ni amenunua kwa sababu ya pesa yake, lakini why azungumze kipindi ambacho tayari ameshajipata? Na ndio maana mashabiki bwana, povu limekuwa ni jingi, na nina support mapovu ya mashabiki kwa sababu Nana Dolls kweli amezingua kinoma noma. Huwezi kuzungumza kauli kama hiyo, yani kudharau wanaume kiasi hicho. So kwamba hata kama kuna mwanaume ambaye ana mapenzi ya kweli na anahitaji kuweka malengo na Nana Dolls, basi ukijihisi kwamba unapokea milioni 2, milioni 1, milioni 3, aise huna uwezo wa kudate na Nana Dolls. Yani ili ufikie level ya kudate na Nana Dolls, basi inabidi uweze kuwa na asilimia kubwa ya kupokea milioni 6, 7, 8 kwa mwezi na kuendelea. Lakini chini ya hapo aise utapigwa chini na hakuna utakachoweza kukifanya. So bwana, cha msingi sasa tukutane kwenye comment section. Wewe kama wewe mshabiki mwenzangu, lakini pia mdau mwenzangu, una lipi la kusema? Hii hapa ni Hot Boy Media, the call me msanawaji kama msanawaji paparazzi.